Mfahamo. Mtakatifu Felix Pori wa Cantalis, mtawa Mkapuchini. Kila ifikapo Mei 18 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Felix Pori wa Cantalis, mtawa Mkapuchini. Felix alizaliwa Cantalis nchini Italia mnamo mwaka 1515. Wazazi wake, Santi na Santa Pori, waliishi kwa kutegemea kilimo. Kaka zake Felix waliitwa Blasi na Karoli, na wadogo zake walikuwa ni Potenza na Petro Marino. Huyo wa mwisho aliuawa katika vita kati ya Cantalisi na Rieti. Akiwa na umri wa miaka 10, Felix aliajiriwa kama mkulima katika familia ya Pichi kule Cittadukale. Kwa wakati ule wakulima walionekana kama watu wasiostaarabika, waliokulia mashambani. Kazi yao ilikuwa ngumu. Baada ya kazi ngumu, Felix alijiburudisha kwa mchezo wa mieleka. Felix akiwa kijana, binamu yake alimsomea vitabu vya maisha ya waerimita wa jangwani. Maelezo kuhusu matendo yao ya toba yalimsisimua Felix na kuamsha ndani mwake hamu ya kuiga ugumu wa maisha yao. Siku moja Felix aliota ndoto ambayo malaika walimuongoza kwenda Leonesa, ambapo mhudumu wa mahali pale alimwelekeza aende kwa naibu provinsiali. Bila kufahamu mahali pa kumpata, Felix alirudi kufanya kazi shambani. Hakuzoea kupokea ujumbe kutoka kwa malaika, na hivyo hakuona umuhimu wa kutafuta kisichodhihirika. Malaika alimjia tena mara ya pili kumtaka aende katika nyumba ya Wakapuchini ya Rieti. Tena safari hii haikuleta mafanikio. Hatimaye alirudi kufanya kazi shambani. Siku moja ndugu wa shirika la Agustino alimwalika Felix na akamshauri ajiunge na Agustino. Felix alijibu, ni ama kuwa Mkapuchini au la. Alidumu katika nia yake ya kuwa Mkapuchini na kujitambulisha mwenyewe katika nyumba ya Wakapuchini pale Cittadukale. Mhudumu wa pale alimpeleka kanisani mbele ya msalaba mkubwa, akimtaka asali ili apate kuangaziwa. Mwili uliokuwa kwenye msalaba ulikuwa umechubuka, umejaa damu, bila umbo wala uzuri. Kwa kuona hivyo, Felix aling'amua upendo mkubwa wa Mungu kwake. Jioni ile ile, mhudumu akiwa amemsahau Felix, alirudi kanisani kusali. Felix alikuwa bado pale pale. Mhudumu akamwambia, mwanangu, unafanya nini? Bado uko hapa? Wewe ni mtu mzuri, tutakupokea kati yetu. Yesu hatakuwa tena peke yake, utamsaidia kubeba msalaba. Siku 10 baadaye, mwishoni mwa kipupwe cha mwaka 1543, Felix akiwa na umri wa miaka 20 alipokelewa utawani. Alielekea Roma, mara akaenda kujitambulisha kwa naibu wa provinsiali. Katika nyumba ya Roma ya Mtakatifu Nikolausi wa Potiz, alipokelewa na Bernardino wa Asti, ambaye alikuwa mhudumu wa pale na mratibu wa shirika la Wakapuchini katika kuria ya Roma. Bernardino alimtambulisha Felix kwa Rafaeli wa Volterra, provinsiali wa Wakapuchini, provinsia ya Roma, ambaye alimpokea rasmi Felix shirikani. Mwaka 1544, ambapo mvua ilikuwa ikinyesha, Felix alielekea katika nyumba ya Fiugi, mahali ambapo naibu provinsiali alinuia afanye mwaka wa novisiati chini ya uongozi wa ndugu Bonifasi. Katika kipindi hiki kigumu cha novisiati, Felix alikumbana mara kwa mara na homa zilizodhoofisha mwili wake. Ndugu wa pale walifikiri kumshauri arudi katika maisha ya kawaida. Mwishowe walimhamishia Felix katika nyumba ya Monte San Giovanni Campano, mahali ambapo alipona. Mbele ya wakili wa serikali, Jacobo wa Mostrontanio aliviacha vitu alivyokuwa navyo kwa ndugu zake na kufuta madai yake na urithi wake wa baadaye.
akiwa mpenda viumbe na mazingira. Felix sasa amekuwa mkapuchini aliyetumaini kuishi siku zilizobakia za maisha yake katika moja wapo ya nyumba nyingi zilizokuwa karibu na misitu. Kwa kweli miaka ya mwanzo ya maisha yake ya utawa alibahatika kuishi sehemu kama hizo huko Fiuggi, Monte San Giovanni, Tivoli na Viterbo. Mwaka 1545 Felix aliingizwa katika maisha ya pilikapilika ya Roma wakati wa ujana wake, akitaka kuiga maisha ya waerimita wa jangwani. Aliamini kuishi bila hata kugusa mkate. Kinyume chake, alipangiwa Roma kazi ya kuomba mkate na divai. Ingawa alipenda kuishi katika maisha ya upweke, kazi yake ilimfanya kutane na makundi ya watu kila siku uso kwa uso. Akifuata desturi ya wakapuchini ya siku zile, Felix alitembea akiombaomba, akiwa peku na macho yakiwa yametazama chini. Majibu yake kwa kila mfadhili yalikuwa ya unyenyekevu na ya imani. Tumshukuru Mungu, Deogratias. Hii alirudia mara nyingi mpaka akajulikana kama ndugu tumshukuru Mungu. Licha ya kuwapatia ndugu wa shirika chakula, aliwasaidia maskini pia kwa chakula. Alipata kibali kutoka kwa wahudumu kusaidia wenye shida, hasa wajane waliokuwa na watoto wengi. Inasemekana kwamba mfuko wake wa kuombea unapokea na kutoa kama moyo wake. Hakukataa hata mara moja ombi la kutoa msaada. Felix aligawa mafuta, mkate, divai na nyama. Pale aliposhindwa kutoa msaada uliohitajika, aliwahamasisha matajiri wasaidie, akishirikisha pia viongozi wa kanisa. Felix daima aliwakumbusha watu wafadhili na wafadhiliwa pia kuhusu maongozi ya Mwenyezi Mungu na kuwaomba wamshukuru Mungu. Alitembelea wagonjwa katika nyumba za kitawa, nyumba za watu, katika hospitali ya Mtakatifu Yakobo kwa wasioponyeka, hospitali ya Roho Mtakatifu na ile ya Mtakatifu Yohani wa Luterani. Felix alitumia lugha rahisi katika kuongea. Aliwahimiza wagonjwa kumwamini Mungu na kupokea hali ya ugonjwa kama kipindi cha neema. Sifa ya Felix kama mponyaji wa wagonjwa ilienea. Mara kwa mara aliwabariki wagonjwa kwa msalaba na walipona. Wakati mwingine alitoa vitu alivyoomba ambavyo vilitumika katika uponyaji. Felix alimponyesha Constantia, mama wa Kardinali Askofu wa Orvieto Petro Crescenzi, kwa kuyasafisha macho yake kwa divai aliyopokea katika kuomba. Vile vile katika hospitali ya Mtakatifu Yohane, mgonjwa aliponyeshwa mara moja baada ya Felix kumpatia divai aliyomfadhiliwa. Marafiki walianza kumtania Felix wakisema, "Ndugu Felix, nitakapougua niletee divai yako kidogo." Felix alimshauri kila mtu atumie lugha ya wenyeji na iliyokuwa na heshima. Pia namna yake ya kuongea na watu. Felix alimheshimu kila mtu, awe mtoaji au mpokeaji. Felix alishindwa kusema hapana. Hata wafadhili walijua hilo. Malezi yake yalimzuia kujivuna. Bila kujali wadhifa wa mtu katika jamii au kanisa, Felix hakuogopa kuwakabili waliohitaji uongofu. Hadithi za maisha yake zinafanana na matukio yanayosimuliwa katika kitabu cha Fioretti. Siku moja, Felix alikuwa anaomba chakula kwa ajili ya maskini. Alibisha hodi katika mlango wa mwanasheria aliyezama katika kusoma makala ya sheria. Mwanasheria huyo aliyeudhiwa na jambo la kusumbuliwa alimueleza ya kwamba alikuwa anashughulikia jambo la maana zaidi kuliko mambo madogo ya ndugu Felix. Felix akilengwa na machozi alimuuliza, "Je, kuna sheria ya maana zaidi kuliko ya Mungu?" Mwanasheria huyo baada ya muda mfupi aliacha kazi yake ya wanasheria na kufuata maisha kulihudumia kanisa. Katika tukio jingine,
Felix alikutana na mwanasheria maarufu kwa jina la Bernardin Bisquier, ambapo Felix aliweka msalaba juu ya baadhi ya vitabu vyake vya sheria ambavyo Bisquier alikuwa akisoma. Felix akimwonyesha Yesu msulubiwa, alimwambia mwanasheria yule, "Angalia mheshimiwa Bernardin, vitabu vyote hivi vimetayarishwa kwa ajili yako ili mfahamu yeye vizuri zaidi." Felix kwa kawaida alizungumza machache nje ya nyumba ya kitawa. Hata ndani ya nyumba alitoa ushauri mara nyingi kwa wenzake watoe mfano mzuri. Mtindo wake ulikuwa wazi na wa moja kwa moja. Aliwaza kumwambia mtu, "Nataka kukukosoa." Mara kwa mara aliwakumbusha wahubiri wa Kapuchini, "Hubirini ili kuongoa watu na sio kujijengea jina." Wakati mwingine alinukuu maneno ya kuchekesha ya ndugu Egidi, "Bo asai diko epokofo," yani bla bla, maneno mengi bila matendo. Alimwambia Kardinali Julius Antoni Santuri, alikuwa Mkapuchini huyu, msimamizi wa Kapuchini, "Bwana wangu Kardinali, ulichaguliwa kutulinda. Usiingilie mambo ambayo yanawahusu wahudumu wa shirika." Alimshauri Sixtus V kabla hajawa papa, "Utakapokuwa papa, uwe papa kwa ajili ya utukufu wa Mungu na manufaa ya kanisa. Vinginevyo, ingekuwa bora zaidi kwako kubaki ndugu wa kawaida." Papa huyo alikutana mara kwa mara na Felix akiwa anaombaomba, naye akamuomba kipande cha mkate. Siku moja Felix alimpa kipande cha mkate ulioanza kuoza na mweusi na kumwambia papa huyo Mfransiskani, "Samahani Baba Mtakatifu, bado wewe ni ndugu wa shirika." Kwa ajili ya ibada zake za binafsi na tafakari, Felix alijifunza kwa moyo wa sala, liturujia na Biblia. Ingawa hakuwa msomi, Felix alisali kutoka moyoni na alijaza roho kwa fikra za kiroho. Haidhuru akitembea katika barabara za Roma, chumbani au kanisani, alizama katika taamuli. Alipata mwanga kutoka katika maneno ya Injili. Baada ya kila mmoja kwenda kulala, Felix alitumia muda mwingi mbele ya sakramenti kuu akiomba ulinzi kwa Mungu kwa ajili ya watu aliokutana nao siku nzima. Alikuwa mdadisi kuhusu masuala ambayo hakujifunza rasmi. Aliomba ushauri kutoka kwa padre maarufu wa Hispania, Alfonso Lupo. Felix alikuwa rafiki wa Filippo Neri na pia alifahamiana na Caroli Borromeo. Felix alitambua kuwa utakatifu wa kweli unaangazwa na unaangaza. Hivyo kwa kuomba ushauri wa watu wenye ujuzi, mtakatifu huyu wa mitaa ya Roma aliwezeshwa baadaye kushauri au kuonya watu walioomba ushauri kwake. Felix alikuwa kielelezo rejea kwa vizazi viwili vya vijana wa Roma. Vijana walimuita baba, jambo ambalo liliamsha mshangao kwa wengine wasioelewa heshima aliyokuwa nayo huyu Mkapuchini. Watu walimpelekea Felix mahangaiko yao mara moja ili awasaidie. Hata kabla ya kwenda kwa mganga walimuita Felix. Alikwenda kwao akipiga magoti karibu nao na kusali, "Baba yetu" na "Salamu Maria." Na baadaye alirudi katika frayari akiamini kuwa maongozi ya Mungu yataangalia yaliyobakia. Wakati mwingine Felix aliwahimiza wagonjwa wapokee hali yao huku wakisema, "Mbinguni, mbinguni," au "Ukubali kwenda paradiso." Felix aliwapenda sana akina mama na watoto. Mara kwa mara alitumia muda wake kuwafundisha watoto wadogo na vijana nyimbo za kiroho na pia kuziimba. Watu mara kwa mara walimuomba aimbe. Ibada yake kwa Bikira Maria haikuwa wazi isipokuwa katika aya ya tenzi hizi na kutoka katika ushuhuda wa Alfonso Lupo, aliyemfahamu Felix vizuri sana. Felix aliendelea na huduma yake mpaka karibu na siku zake za kufa. Kardinali Santori alikuwa tayari kutumia uwezo wake ili mkongwe huyu Felix aondolewe kazi hii ngumu ya kuomba. Lakini Felix
alikataa. Mnamo Aprili 30, mnamo mwaka 1587, Felix aliugua. Alijua karibu atakufa, kwa wanashirika alisema, punda mdogo huyu ameanguka, hata simama tena. Huku Albani wa Prato akiwa pembeni mwa kitanda chake, Felix alinyanyua mikono yake na uso wake ukawa mwangavu. Albani alimuuliza kuna nini, na Felix alijibu, namwona Bikira Maria akizungukwa na kundi la malaika. Alipokuwa analetewa na mhudumu wa pale komunyo pamba, Felix alianza kuimba Sacram Convivium, yani karamu takatifu. Aliaga dunia tarehe 18 mwezi Mei mwaka 1587. Masalia yake yamo katika kanisa la Wakapuchini la Maria mkingi wa dhambi ya asili huko Roma, katika barabara ya Veneto. Papa Sixtus wa V alikusudia kumtangaza mtakatifu. Kwa kauli ya wakaaji wa Roma haikulazimu, lakini hatua hii haikukamilishwa. Baada ya kifo cha Papa Sixtus wa V, hatua muhimu hiyo ilisahaulika. Lakini mwishowe, tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 1625, Papa Albano wa VIII alimtangaza Felix kuwa mwenye heri, na Papa Clement wa 11 alimtangaza mtakatifu tarehe 22 mwezi Mei mwaka 1712, akiwa ni mkapuchini wa kwanza aliyeheshimiwa kiasi hicho. Tafakari. Kwa hiyo ndugu zangu, maadamu Mungu ni mwenye huruma nyingi, na wasihi kwa moyo wote, jitoleeni nafsi zenu kwa Mungu kama tambiko iliyo hai, takatifu na yenye kumpendeza. Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu. Tafakari hii inapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 1. Mtakatifu Felix Pori wa Cantalis, mtawa mkapuchini, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.